Premature ejaculation ni ile hali ya kumwaga haraka pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa, na hali hii inawatokea wanaume wengi duniani. Hali hii inapotokea inaweza ikawa ni ya kawaida au isiwe ni ya kawaida, kutegemea na sababu nini iliyosababisha mwanaume huyu amwage haraka. Viko visababishi vingi, lakini hapa tutaangalia visababishi kwa ufupi na namna gani unaweza kufanya ili kujizuia na hii hali ya kumwaga haraka. Sababu kubwa ambayo inapelekea mwanaume amwage haraka ni ile hali ya kupanic au kuwa na msisimko mkubwa wakati anapokuwa anashiriki tendo la ndoa. Kinachosababisha mwanaume apanic au msisimko uwe ni mkubwa ni hasa pale unapokuwa ni mara yako ya kwanza kushiriki tendo au ni muda mrefu umepita kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ukijikuta umemwaga haraka na mazingira yako yalikuwa ni ya haujawahi kushiriki tendo au ndo ni muda mrefu umepita kabla hujashiriki tendo, basi hiyo hali hiyo inaweza ikawa ni hali ya kawaida. Ikiwa ni ya mara kwa mara, inaweza ikabadilika kuwa tatizo. Lakini pia kumwaga haraka kwa mwanaume kunaweza kusababishwa na ile hali ya mwanaume kuwa na tabia za kufanya masturbation, okay, mara kwa mara. Unapofanya masturbation maana yake unakuwa unamwaga ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo akili yako ishajiseti kwenye kumwaga haraka. Kwa hiyo utajikuta unaposhiriki tendo, unajikuta unamwaga haraka. Hiyo ni sababu pia inaweza kusababisha hali hii kutokea. Lakini sababu nyingine ni ile hali ya mwanaume kuwa na hofu, uoga, wasiwasi. Hali hii inapotokea ya kuwa na hofu inaweza kusababisha changamoto ya kujikuta unamwaga haraka pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Lakini pia kumwaga haraka kunaweza kusababishwa na mabadiliko ya hormones, okay? Hormone ya testosterone inapopanda kwa kasi inaweza kusababisha changamoto ya kujikuta unamwaga haraka wakati unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Lakini pia hali ya kumwaga haraka inaweza kusababishwa na mazingira unayoshiriki tendo la ndoa. Ikiwa kama ni mwanamke mpya, kuna uwezekano mkubwa pia wa kujikuta unamwaga haraka. Kwa hiyo kama ikakutokea katika mazingira hayo, inaweza ikawa ni hali ambayo ni ya kawaida. Sasa nini cha kukifanya kudhibiti hali hii? Jambo la kwanza ni kutambua nini sababu imesababisha umwage haraka. Okay? Kama kumwaga haraka kumesababishwa na kuwa na msongo wa mawazo, una hofu, una wasiwasi, maana yake udhibiti matatizo hayo, kuna uwezekano mkubwa wa kuondokana na hiyo changamoto ya kumwaga haraka. Kama changamoto ya kumwaga haraka imesababishwa na kuangalia video za ngono, unatakiwa uache kuangalia video za ngono. Lakini pia kama sababu ya kumwaga haraka imesababishwa na ni mwanamke mpya, basi ni hali ya kawaida. Ukirudia tena, basi utajikuta unashiriki tendo bila hiyo hali ya kumwaga haraka kutokea. Kwa kumaliza changamoto ya kumwaga haraka kutategemea na nini chanzo kilichopelekea changamoto hiyo kutokea.